Ujambo na karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa. Pasina shaka upo salama kabisa. Nimepokea taarifa usiku wa kuamkia leo, taarifa kwamba Anna Maulida Valerian Komu ambaye alikuwa ni miongoni mwa walalamikaji katika shauri la mgawanyo wa rasilimali za Chadema amefariki dunia na mazishi yatakuwa leo. Mama huyu, kwa wale ambao wamfahamu, ni miongoni mwa wale wanachama wa Chadema watatu kutoka Zanzibar ambao waliungana na kufungua kesi dhidi ya Chadema, kesi ya mgawanyo wa rasilimali za Chadema, kwamba hakuna usawa wa mgawanyo wa rasilimali za Chadema kati ya Zanzibar ya Chadema ya Chadema upande wa Zanzibar pamoja na upande wa Tanzania bara. Sasa mama huyu amewahi kuwa ni mgombea mwenza wa Freeman Aikaeli Mbowe katika uchaguzi mkuu wa 2005, lakini pia amewahi kuwa ni mbunge wa viti maalum kupitia Chadema na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini Chadema. Na mwisho wake Chadema wanasema kwamba akakubali kutumika na dola au kutumika na Chama cha Mapinduzi, kama ambavyo viongozi wa CCM wamekuwa kiamini kwamba Anna Komu pamoja na wenzake wawili walifungua kesi hii kwa shinikizo au wakitumika na Chama cha Mapinduzi, ambapo wakaishtaki Chadema mahakamani. Na tunakumbuka Chadema walifungiwa kwa takriban siku 310 kuto kufanya shughuli zozote za kisiasa mpaka hapo siku za hivi karibuni mwezi huu, ambapo Chadema wameruhusiwa tena kufanya shughuli za kisiasa. Taarifa hii kwa kina zaidi imeandikwa na mwanaharakati na mwanachama wa Chadema Malisa JJ, ambapo ameandika: Mama Maulida Anna Komu amefariki dunia. Alijiunga na chama cha Chadema mwaka 1993 akitokea Chama cha Mapinduzi CCM. Chadema ilimpa fursa mbalimbali za uongozi ikiwemo ubunge wa viti maalum, waziri kivuli wa maendeleo ya jamii, makamu mwenyekiti wa bodi ya wadhamini, na baada ya kufariki kwa aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini Sylvester Masinde, Mama Komu alikaimu nafasi hiyo kwa muda. Hata hivyo, mwaka jana Bi Maulida Komu kwa kushirikiana na wajumbe wengine wa bodi ya wadhamini ambao ni Ahmad Rashid Hamis na Saidi Isa Mohamedi walifungua kesi ya mgawanyo wa mali za Chadema katika shauri la madai namba 8960 la mwaka 2025, ambapo katika kesi hiyo waliomba mahakama izuie Chadema kufanya shughuli zozote za kisiasa na viongozi wake wazuiwe kutumia mali za chama. Mahakama Kuu iliweka zuio kwa viongozi na Chadema kufanya shughuli zozote za kisiasa, na wale waliojaribu kufanya japo vikao vya ndani walikamatwa na polisi. Pia mahakama ilizuia mali za Chadema zisiguswe, hali iliyosababisha ofisi na magari kuharibika kwa kuto kutumika kwa muda mrefu. Amri hiyo ilidumu kwa takriban mwaka mmoja kabla ya kufutwa na mahakama ya rufani mwezi wa 4 mwaka huu. Kama hiyo haitoshi, tarehe 4 Oktoba mwaka 2025 Maulida Komu na wenzake walifungua shauri dogo la kuomba mahakama itoe amri ya kuwakamata na kuwashikilia viongozi wa Chadema akiwemo makamu mwenyekiti John Heche, katibu mkuu John Mnyika na viongozi wengine wakiwemo Godbless Lema, Rose Mayemba, Brenda Rupia, Hilda Newton, Twaha Mwaipaya na Gelvas Lienda kwa madai ya kukiuka amri ya mahakama. Maombi hayo yaliwasilishwa mbele ya Jaji Hamidu Mwanga. Baada ya yote hayo, hatimaye Mama Maulida Anna Valerian Komu amehitimisha safari yake duniani usiku huu na anatarajiwa kuzikwa kesho, yani leo, akimaanisha leo. Kamaliza hapa kuandika mwanaharakati Malisa JJ, na watu wengi kwenye komenti hapa wanatoa maoni yao. Huyu wa kwanza anasema kwamba wenye kuonea wenzao, kuwadhulumu na kuwafanyia hila, kifo hiki kiwe somo kwao. Wajifunze hapa duniani ni mahali pa kupita tu, tenda wema, maisha ni mafupi. Mwingine anasema kwamba Allah ampeleke motoni, amen. Lakini pia mwingine anasema kwamba naomba
ni wadediketie wa Tanzania wimbo wa dunia tunapita. Kila kitu kitabakia, binadamu ni mchanga, kitadumu milele ni milima. Naomba musikilize kwa kuelewa maneno na kutafakari. Mwingine anasema kwamba ni bora mwisho mwema kuliko mwanzo. Mwingine anasema kwamba asante Mungu, umetupa funzo kuwa hakuna wa kumwamini hata mmoja. Lakini pia mwingine anasema kwamba mtu ushakaribia kufa bado matamaa, Mungu akupe unachostahili. Amen. Ni wengi ambao wametoa maoni yao, lakini pia tuliache kwako na tumuombe marehemu. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Amen.